الفصل التاسع فصل يتيسا في آداب الذكاء آداب za kuchinja lidhakati adaban yanbaghi muraatuha kuchinja kuna adabu zake inapaswa kuzichunga wala tushtaratu fi hilli dhakiya na wala si sharti katika uhalali wa kichinjwa hizo adabu ni adabu tu lakini si sharti katika uhalali wa kuchinja au kichinjwa bali tahillu biduniha bali kichinjwa kitakuwa halali pasi na hata hizi adabu kichinjwa kitakuwa halali pasi na hata hizi adabu faminha miongoni mwa adabu awalan istiqbalu alqibla bidhakiya hina dhakiyatiha ni kuelekea qibla bidhakiya kwa mnyama ni kuelekea qibla kwa mnyama hina tadhkiyatiha wakati wa kumchinja kwa maana umuelekeze shingo yake elekee qibla na atataja kwamba unamlaza kwa ubavu wake wa kushoto taeleza thaniyan al-ihsanu fi tadhkiyatiha ni kumfanyia uzuri katika kumchinja kumfanyia uzuri wakati wa kumchinja inda fi dharfia bihaythu takunu bi'alatin haddatin bihaythu takunu bi'alatin haddatin kiasi ambacho itakuwa ni kwa kifaa chenye ncha kali yumiruha ala mahalli dhaka ataipitisha ala hiyo mahala pa kuchinja ataipitisha hiyo ala mahala pa kuchinja biquwwatin wa sur'a kwa nguvu na kwa haraka kwa nguvu na kwa haraka waqila lakini pamesemwa hadha min al-adab al-wajiba hizi ni katika zile adabu za wajibu lazima iwe hivyo lidhahiri kauli nabii sallallahu alayhi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ta'ala amefaradhisha amelazimisha wema juu ya kila kitu fa idha qataltum fa asinu al-qitla mkiua fanyeni vizuri katika kuua wa idha dhabhtum fa asinu dhiba mkichinja fanyeni vizuri katika kuchinja waliyuhidda ahadukum shafaratahu hapa na anoe aandae mmoja wenu kisu chake waliyurih dhabihatahu na mstareheshe mnyama wake rawa muslim wa hadha alqawl huwa sahih na hii kauli ya pili kwamba kuchinja kwa ala kisu ambacho ni kikali ni katika adabu za wajibu katika adabu za wajibu hiyo ndio kauli sahihi kwa sababu ya hadithi hii na Sheikh ameeleza kwa mapana yake katika sharh yake al-40 an-nawawiyya yuraja taangalia ameeleza vizuri sana katika hadithi hii thalithan an takuna adh-dhakatu fil ibli nahran iwe kuchinja kwa ngamia an takuna adh-dhakatu fil ibli iwe kuchinja kwa ngamia nahran ni kumfanyia nahar kumchoma wa fi ghairiha dhabha na kwa asiye ngamia kumchinja fayanharu al-ibla qa'imatan kwa atamchoma ngamia akiwa amesimama maqulatan yadiha al-yusra akiwa amefungwa mkono wake wa kushoto maqulatu yadiha al-yusra akiwa amefungwa mkono wake wa kushoto fa insauba alayhi dhalika ikiwa ngumu yani kishindikana hilo juu yake fa insauba alayhi ikiwa ngumu juu yake dhalika hilo naharaha barikatan basi atamchinja akiwa amepiga magoti wayadhbahu ghayraha ala jambiha al-aysar na atamchinja mwingine asiyekuwa ngamia atamchinja mwingine ala jambiha al-aysar juu ya ubavu wake wa kushoto kwa hiyo ubavu wake ukimlaza ukisema tumuelekeze kibla mnyama alafu tumlaza kwa ubavu wake wa kushoto kichwa chake kitakuwa upande gani magharibi si ndio hivyo au muelekeze huko mashariki muelekeza mashariki alafu kwa ubavu wa kushoto shingo itaelekea wapi itaelekea kusini huko Mtwara shingo itaelekea Mtwara sikia Abu Afrin sasa shingo inatakana ielekee kwa sisi
kielekee huko kwa sisi watu wa huku kwetu na Madina na sehemu nyingine. Kwa hiyo maana yake kichwa kitaelekea upande wa magharibi, atalazwa kwa ubavu wake wa kushoto. Ikitokea amechinja ghairi al-qibla, kichinjwa hicho ni halali, lakini adabu zenye kupendekezwa. Hao wanataja hadithi Musnad al-Imam Ahmad, ile hadithi inasema ni wajhatu wajhi alladhi fatara as-samawati wal hanifa, nasema wajhaha thumma qala wajhatu wajhi alladhi fatara as-samawati wal hadith wa fi sanadihi fihi dha'f, lakini wategemea hadithi hiyo itakuja katika bulughu insha Allah. Fa in kana dhabihu asar, ikiwa mchinjaji ni wa kushoto, yani ni mashoto, ikiwa mchinjaji ni mashoto, ya'mal bi yadi al-yusra, yani anafanya kazi na mkono wake wa kushoto, tunaoita kama mashoto, si ndio? Ikiwa mchinjaji ni mashoto, yani yadhbahu ya'mal bi yadi al-yusra, yeye kazi yake nyingi anafanya mkono wake wa kushoto. Dhabaha ala al-janb al-ayman, sikizeni si habari, yeye atamchinja juu ya ubavu wake wa kulia, in kana arya lidhabiha, kama itakuwa ndio kumstarehesha mnyama, wa amkana lahu, na ndio inawezekana zaidi kwake. Kwa maana atamuelekeza wapi? Mashariki. Masala shikamitaje, lakini wengi wanaweza, kwa sababu wanachunga nani hii sharti hili, wao wanawezaga tu hivyo, anajua atakapokaa mwenyewe. Kama Abu Afrin, unatumia shoto, unatumia nini? Unatumia kulia bwana, unafanana na kutumia kushoto, tutakuwa nimekufananisha. Wa yusannu an yadha rijlahu ala unuqiha, na inasuniwa akaweka mguu wake juu ya shingo yake, akaweka mguu juu ya shingo yake, sio kukandamiza upige goti pale, umeweka tu pale balance, utafuta balance, si kwa ajili ya kumkandamiza ili asiruke, unatafuta balance, yani ili ukiweka hiyo sura anakaa vizuri, kuliko kwa umeweka miguu imekaa juu kama unaweza kaanguka. Kwa hiyo ile ni kutafuta balance, si umkandamize, sababu kama kidoma anafanyaga unakandamiza. Sawa, kidoma usimkandamize, unaweka tu kutafuta balance. Shekha atakuelezea hapa, hawezi kuruka, wasiwasi tu, mnyama hawezi kuruka, aruki. Kwani akiruka ana shida gani? Hawezi kuruka. Pale unatakana unakuchinja, kisu chako umekandaa vizuri, uwe shubavu na nguvu, ukiweka tu hivi halas, wacha aruke kama anaruka. Sindo sasa kuna shida gani? Sindo ibada hiyo? Ibada inatakana na alama zake. Sasa unachinja tena na kamisu yako safi tu mwalimu, hakuna athari tena ya kuchinja. Lazima ionekane kwamba leo sasa siku za Eid, si ndio bwana Elias? Siku ya Eid inatakana watu julikane leo siku ya kuchinja, uchafuke. Piga msuli wako safi, sio msuli kuchezea mpira mapande, msuli wako safi. T-shirt yako nzuri nyeupe, uko nyumbani pale mzee, Sasa tena unaenda kuchinja mwalimu na kikoi chako ile cha mpirani na Abu Abdullah na kilemba chako cha kuchezea mpira kile. Wewe unavaa kikoi kizuri bwana. Afu wewe ni ustazi. Wewe ni shehe, mwalimu, unafundisha mama, unacheza na kilemba mwalimu, unakidhalisha kilemba. Kilemba kinavaliwa huku juu, sio kufunga kiunoni. Kwa hiyo wewe na adabu pia katika mavazi. Sasa shekha anasema wa yusannu ayyadha rijlahu ala unuqiha, inasuniwa akaweka mguu wake juu ya shingo yake, liyatamaka na mina, ili amakinike na kumchinja, si kumzuia. Sawa? Wa amma alburuku alaiha, ama kupiga magoti juu yake, wal imsak, angalia vitu hivi, ama kupiga magoti juu yake,
walimsaku biqawaimiha, na kule kumzuia miguu yake, shika huku isawe shika huku mapanda, shika huku miguu kama unafanya kidome, fala asla lahu fi sunna, hilo halina asli katika sunna. Siku ile nachinja nilikwambia wewe muache tu. Sisi tuna shekhe yetu mmoja alikuwa akichinja ng'ombe, Ahmad Jizai, alikuwa akichinja ng'ombe, watu wanamfunga tu, wanaambia legezeni, wanamlegeza ile kamba. Takana wewe master na jasiri, ukipiga tu faster unamwachia. Kwa hivyo hilo halina asili katika sunna. Alafu pia uzoefu na mazoea ndo hamna, yani nyinyi mmezoea kwa kuiga. Uoga si kwamba wengi wanaogopa damu itaruka, utachafuka, ndio mnachofanya, lakini ina madhara makubwa. Wewe unahami hile kinoleta madhara makubwa, shekha ataeleza hapa. Kwa hiyo wewe usijali swala la damu kumwagika, ile kukurukia ndio sawa siku ya Eid, hasa damu iruke na imwagike, ndio athari pia ile shaira. Lakini ni kweli kwamba tunapoweka mguu pale ni kwa ajili ya ili asiruke au ni ili kuzuia ile damu? Si kweli, kwa sababu yule mnyama ukimuinamisha, tunapofanyaga ukamweka shingo chini hivi, watu wakamzuia kiasi tu, ukamzuia kiasi tu, unamchinja kawaida wala hana shida, unamchinja kawaida tu. Ni ule wasiwasi na kuogopa damu itamwagika, sogea huko. No, mchinje, mwachie. Alafu kuchinja ni kitu sahali, ni kujua tu sehemu za kukata basi. Lakini sasa kuchinja mpaka eti hakikisha kuna kamfuko fulani wazao wanafanyaga, hii ni vitu vya kuiga. Kwa hiyo ile mishipo kiwezea basi. Kwa shekha anasema hili halina asili katika sunna. Wakadhakara baadhi ya ulama, wametaja baadhi ya maulama na hata madaktari pia, anna min fawaidi tarki al-imsak, katika faida za kuacha kumshika bilqawaim, kwenye miguu, faida za kuacha kumshika miguuni, ziyadatu inhari dam, ni kuzidisha kuimwaga ile damu yake, bil haraka wal ittirab, kwa kule kujitikisa, kule kutikisika. Bil haraka wal ittirab maana yake moja, kwa kule kutikisika, yani anapotikisika na kuruka ndio ile damu inatoka, ambapo bakauha mudhirra, kubaki kwake ile damu kuna madhara, sababu ni damu chafu tayari ile, kubaki kwake ni madhara. Kwa hiyo ndani ile damu itoke. Rabian qatu al-hulqum wal mari, shapita kwa nyuma, lakini hapa ametaja katika adabu ni kukata al-hulqum wal mari. Lazima ziyada ala qatl al-wadi, lazima ni kukata al-wajdatain au al-walijain, mishipa hiyo pembezoni mwa koo ndio lazima kuikata. Ama kukata koo na hii mari, mshipa huo wa kinywaji, vyakula na kinywaji, ziyada ala qatl al-walijain, ambayo ni ziada ya kukata mishipa miwili. Hii ni katika adabu tu za kukamilisha kufanya hivyo. Wanzuru shartu thamin min shuruti zakati, zama sharti la 8 katika sharti za kuchinja. Khamisan ayastura sikina anil bahima, ni mtu akificha kisu dhidi ya mnyama, akistiri na kukificha kisu chake. Inda hadiha, wakati wa kukinoa, fala taraha illa inda dhab, asikione ile mnyama kisu isipokuwa wakati wa kuchinja tu, asikione kile kisu isipokuwa wakati wa kuchinja tu. Na iko hadithi ambayo inataja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mwanamke au bwana mmoja amemlaza mnyama wake, ananoa kisu juu yake hivi, akamwambia nini, usifanye hivyo, mkichinja fanyeni vizuri katika vichinjo vyenu. Ayukabbir Allah ta'ala baada at-tasmiyah, ni atoe takbira baada ya kusema bismillah katika adab. Sabi ayusammi inda dhabhi al-udhiyya au al-aqiqa, aseme
hakika. Man hiya lahu, ni nani ambaye, man hiya lahu, ambaye ni cha kwake, ambaye ni cha kwake, baada at-tasmiyah, baada bismillah wa takbir, baada takbir. ويسأل الله قبولها فيقول، na amuombe Allah Ta'ala kukubaliwa na aseme bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka anni, ikiwa ni kwa ajili yake. In kanat lahu, kama kichinjo ni kwa ajili yake. Kwa hiyo tusema bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka anni. Semeni maneno bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka anni, Allahumma minka wa laka anni. Ikiwa yeye anachinja ni kwa ajili yake, ama kwa ajili ya fulani, anamchinjia fulani, au li ghairihi, au kama ni mwingine atasema Allahumma minka wa laka an Zaidin, an Juma, au an fulani wa fulani. Sawa, tuseme hivi Allahumma taqabbal minni, alafu atamaliza Allahumma taqabbal minni in kanat lahu, kama ni cha kwake, kama ni kwa ajili yake, au Allahumma taqabbal an Zaidin, kama ni ya Zaid, in kanat li ghairihi.